Ni tayari kuyasikiliza na kuyatekeleza. Mzidi kutuinua tuwe pazuri, na hii zahanati tunavyoiona itajaza neema vizazi na vizazi, na vitataka elimu na mtuinue zaidi kwa jina la TASAF. Muda mrefu fedha naambiwa zilipatikana mwezi wa 12 mwaka jana, na bahati mbaya au nzuri ni kipindi ambacho mvua zinaanza kunyesha. Lakini hata hivyo leo tunaiona kazi. Bado ni wapongeze sana. Niwaombe mwenyekiti wa CMC na mwenyekiti wa kijiji na viongozi wengine, tujitahidi usiku na mchana. Naambiwa mpango ni kumaliza mwezi wa 5. Mimi naongeza kidogo mpaka mwezi wa 6 kwa kazi nilizoziona. Ili ikiwezekana mwezi wa 7 huduma zianze kutolewa hapo. Na nasema mbele ya viongozi wa wilaya na viongozi wa mkoa, itakuwa haina maana kama ikifika mwezi wa 7 hakuna huduma zinazotolewa hapa. Kwa hiyo niwaombe sana tufanye, tunakamilisha hii kazi. Na sisi pia tunao moja ya jambo ambalo TASAF makao makuu hufanya baada ya kukamilika kwa huu mpango ni kutoa cheti kinachoruhusu ile kazi ifanyike. Kwa hiyo tutahakikisha na upande wetu wa TASAF cheti kinatolewa mapema iwezekanavyo ili huduma zianze kutolewa. TASAF nashukuru. Jambo jingine ni kulikuwa na kazi hapa za miundombinu. Niwaombe sana wenzetu wa TARURA, hata kama labda hapa hawapo, tuwaombe watusaidie sana. Watu wamejitolea kufanya kazi kwa kutumia zana hafifu, lakini kama ni barabara na nini zinapitika. Yapo maeneo ambayo huwa tunahitaji msaada wa sekta nyingine kama TARURA. Tujaribu kutambua maeneo ambayo yanahitaji utaalamu wa TARURA ili miradi ile ya miundombinu iweze kufanya kazi ile inayokusudiwa. Kwa hiyo lengo letu, mimi na wenzangu ambao tumetoka Dodoma na Dar es Salaam, tumekuja kuangalia maendeleo ya utekelezaji wa mpango huu wa TASAF. Kwa hiyo nimeipokea taarifa mlioisoma. Labda mwishoni kidogo nitajaribu kutoa ufafanuzi wa jambo moja au mawili kulingana na hii taarifa ambayo mmetoa. Kimsingi niwashukuru sana nyote sana. Moja kwa mapokezi, lakini la pili ambalo ni kubwa zaidi ni namna mlivyo ibua huu mradi wa ujenzi wa zahanati hapa Igomba. Hongereni sana. Nimeambiwa kabla au mpaka itakapoanza kufanya zahanati, huduma ya karibu ya afya inapatikana Saja huko chini, nadhani kilomita 6, na huku Isimike kilomita pia 6. Kwa hiyo kitendo cha kuwa na zahanati na swala la afya ni muhimu sana, ili mtu aweze kufanya mambo yote ambayo ameyapanga kwa siku hiyo, kwa mwezi huo, kwa mwaka huo. Ni lazima afya yake iwe nzuri. Kwa hiyo kitendo cha ninyi wananchi wa Igomba kutambua kwamba zahanati ndio swala la msingi kwenu, pamoja na mahitaji ya vitu vingine, na wapeni hongera sana. Lakini pia ni wape hongera wanakijiji wote kwa namna mlivyo changia. Imeelezwa hapa
kutafuta kokoto, mawe na nini. Na ndiyo mfumo wa TASAF, kwamba TASAF inatoa kiasi fulani cha fedha, lakini kwa ajili ya ule moyo wa kubaini kwamba hii ni mali ya watu, ni mali yenu, mpango unaruhusu pia wananchi kuchangia. Kwa hiyo nashukuru sana, niwashukuru sana wananchi kwa kutambua kwamba huu mradi ni muhimu kwenu na kuamua kuuchangia. Baada ya hayo pia niwashukuru sana CMC. Mwenyekiti yuko wapi wa CMC? Yuko wapi? Hongera sana wewe na watu wako, wewe na viongozi wa vijiji, kwa sababu kama wewe usingelikuwa na nia ya kuwa na zahanati, tungekuwa tunasikia migogoro tu hapa, si ndio jamani? Kwa hiyo kitendo cha wewe kusimamia na leo majengo haya mawili yamesimama, kwa kweli na kupongeza sana wewe na watu wako, lakini pia na viongozi wa kijiji, kwa sababu kazi inafanyika kwa pamoja. Viongozi wa kijiji, viongozi wa kata, viongozi wa tarafa na pia wilayani pale, pia na mkoa. Hongereni sana. Narudi tena kwenye uongozi wa kijiji na uongozi wa tarafa. Hawa watu walioko kwenye vikundi wapewe msaada wowote wanaohitaji. Vikundi ndio mkombozi. Umoja ni nguvu, utengano. Tuwasaidie sana. Hela walionayo sasa hivi si nyingi, lakini unapopata mtu shida, hela ambayo unadhani ni kidogo inaweza kuwa ndio mkombozi wa maisha yako. Na hata jana tumezungumza pale Igagala kwamba serikali kupitia halmashauri inatoa misaada na mikopo kwa vikundi ambavyo vinatambulika. Kwa hiyo wale wananchi ambao walihitimu mwaka jana, msiondoke kwa sababu tu mmehitimu mnakuta mmeshapata mlichokuwa mnakihitaji. Endeleeni kujiunga pamoja ili na serikali pia iweze kutoa misaada kupitia hivyo vikundi. Hili naomba nisisitize sana sana. Sehemu nyingine unakuta baada ya watu kuhitimu wanasema sasa TASAF ya nini? Si kweli. Sisi ni wananchi tunaoishi pamoja, tunahitajiana sana katika kusaidiana. Na ni katika vikundi tu tunaweza kupata yale malengo tunayo kukusudia. La mwisho labda ni hili la ombi ambalo pia liko kwenye taarifa ambayo mmenisomea hapa, ni hili la kuwa na jengo la mama na mtoto. Katika hali ya kawaida zahanati huwa inakuwa na jengo pembeni ambalo ni kwa ajili ya huduma za mama na mtoto. Lakini kutokana na ufinyu wa bajeti ambayo tulikuwa nayo wakati tunafikiria kuanza ujenzi wa hili jengo, hiyo sehemu haionekani. Japokuwa wakati tunapita kule ndani, nadhani kuna mmoja alikuwa anatuelekeza kwamba hapa ni sehemu fulani. Yes, huyo hapa. Engineer. Hapa ni kwa ajili ya hii, amenionyesha kwamba kutakuwa na chumba kwa ajili ya kuanzia huduma za mama na mtoto. Kwa maana kwamba wakati itakapofika tunaanza kuhudumia, jambo ambalo mimi na imani itakuwa mwezi wa 7, basi huduma za mama na mtoto zinaweza kupatikana kupitia hiyo chumba ambacho wamekitenga kwa ajili ya huduma hiyo. Lakini niwaombe wenzetu wa halmashauri, ramani ipo, polepole hapo mbeleni tuweze kutafuta namna tunavyoweza kuongeza hilo jengo au chumba kikubwa kwa ajili ya mama na mtoto, kwa sababu ramani za zahanati zinaruhusu uwepo wa huduma za mama na mtoto. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nimeshukuru sana ushuhuda ambao mmetoa. Niwaombe tu wale waliotoa ushuhuda na wale walionufaika waendelee na kutumia
hizo rasilimali ambazo wamezipata kupitia TASAF ili waendelee kunufaika nazo. Na imani watoto ambao mmesema mmewasomesha ni rasilimali kubwa kwenu binafsi, lakini pia hata kwa taifa. Watarudi pia wasaidie familia. Marehemu rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa anasema, unaposoma ujue kwamba umesomeshwa na watu ambao wametumia rasilimali zao kidogo walizonazo ili wakusomeshe wewe uweze kurudi na kuwasaidia wananchi ambao ndio waliokusaidia kupata hiyo elimu. Baada ya kusema hayo, ni washukuru sana tena sana kwa namna mlivyotupokea, lakini pia kwa kazi nzuri ambayo mmeendelea kufanya ya ujenzi wa zahanati na nyumba 2 za watumishi. Labda ni mapema mno kusema zikikamilika muendelee kutunza. Labda Mungu atatujalia mbele huko tutarudi tuseme haya majengo yakikamilika, ndugu zangu, yatunzwe ili yaweze kuwasaidia ninyi na wengine watakao kuja baadaye. TASAF, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nashukuru sana kwa namna ambavyo mmeshiriki katika utekelezaji wa shughuli hizi za mradi huu wa ujenzi wa zahanati na nyumba ya watumishi ambao ni nyumba tunategemea itakaa watumishi 2 kwa wakati mmoja. Kwa kweli hongereni sana. Katika misingi ya TASAF, kitu ambacho tunakijua ni kwamba mradi huu mmeibua wenyewe na ni shirikishi, na ndio msingi mkubwa ambao sisi tunauamini kwamba jamii husika inaposhiriki katika uibuaji wa mradi na katika utekelezaji wa shughuli za mradi, basi miradi hii itakuwa ni mali yao na watakuwa na namna ambavyo wanawiwa katika utunzaji. Kwa hiyo